Direct. Tunaisikiliza hapa, bila shaka unaendelea kubarikiwa juu ya mashairi mazuri ambayo yanapatikana ndani ya burudani hii ya kwake Papi Clever akiwa na Dorcas. Burudani nzuri kabisa inaitwa Ameniweka Huru Kweli. Inawezekana sasa hivi Mungu amekuweka huru juu ya mambo mbalimbali ambayo alikuwa anakusumbua, lakini hakuna shida wala hakuna shaka, kwa sababu bado tunaendelea kulinda imani yetu kwa viwango vya juu kweli kweli. Kwa muda huu nikukaribishe sana msikilizaji kwa ajili ya kusikiliza kipindi chetu kizuri kabisa. Mara ya mwisho tuliachana siku ya Jumanne. Bila shaka siku ya leo Alhamis uko na afya ya kutosha. Mungu amekubariki katika harakati zako za hapa na pale. Muda huu umeona sio mbaya ujumuika na sisi kupitia masafa haya ya 99.5 ICFM kwa ajili ya kupata habari njema kutoka katika kanisa la True Gospel Embassy Church inayopatikana pale mtaa wa Chelesi, na mchungaji ambaye yuko pale kuhakikisha kazi ya Mungu inakwenda vizuri ni mchungaji Loita Mgeni, ambaye anatumiwa na Mwenyezi Mungu kwa viwango vya juu kweli kweli. Mungu amempa karama na kipawa kikubwa kwa ajili ya kuhakikisha watu wanatoka katika changamoto mbalimbali, watu wanaachana na maagano dhidi ya shetani, watu wanakuwa na maisha mazuri, lakini pia inawezekana sasa hivi unaishi katika vifungo vya kishetani kweli kweli. Basi tuko hapa kwa ajili ya kuwekana vizuri, lakini kwa muda huu nikwambie kwamba unaweza ukashika Biblia yako, kwa sababu mchungaji Loita Mgeni anatumia vifungu mbalimbali kutoka kwenye Biblia ili twende sambamba, twende sawa juu ya neno ambalo amekuja kuliwasilisha kwa siku ya leo. Basi unaweza ukashika Biblia yako ili twende vizuri kabisa. Lakini leo ni siku ya maswali pia. Baadaye tutaruhusu maswali kwako wewe msikilizaji juu ya neno ambalo utakuwa umelisikiliza hapa, lakini pia inawezekana ukawa na swali nje ya mada ya siku ya leo. Basi tunakuruhusu uweze kuuliza swali lako. Mchungaji pamoja na mtumishi ambaye amefika hapa atajitambulisha, watakuwa tayari kukujibu swali hilo kupitia 0747 952416. Hiyo ni nambari ya studio ambayo utatumia kuuliza swali lako, lakini kupitia nambari ya mchungaji ambayo ni 0764 81 97 77. Hiyo utatumia kupiga simu yako. Hata mchungaji akitoka hapa atakuwa tayari kukuhudumia juu ya matatizo mbalimbali ambayo yanakusibu. Bila kupoteza muda, moja kwa moja nimkaribishe mchungaji kupitia madhabahu hii ya 99.5 ICFM tuweze kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo tufungue neno kisha tuendelee. Mchungaji, habari ya usiku? Tunamshukuru Mungu, ni njema kabisa. Habari ya Alhamisi kwa ujumla? Kwa kweli imempendeza Bwana, ni njema kabisa. Bwana ametupa uzima tena. Ndio maana tuko hapa, ni kwa sababu afya ipo. Sawa. Lakini mchungaji ameambatana na mtumishi kutoka pale True Gospel Embassy Church, ni mhudumu wa pale kuhakikisha kazi ya Bwana inasonga mbele. Mtumishi, karibu sana. Utajitambulisha kwa jina lako na cheo chako pale kanisani. Karibu. Asante sana. Mungu akubariki sana ndugu mtangazaji. Kwa majina ninaitwa Patrick Lomo. Ni mwinjilisti na mwalimu pia kwa ajili ya habari ya huduma ambayo Mungu ametupa tuweze kuwakilisha, hasa katika dunia hii ambayo imejaa matatizo sana. Mungu katutuma kuhakikisha tunafikisha neno la siku ya leo. Karibu sana mchungaji kwa ajili ya ufunguzi wa neno. Kristo, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya uzima na afya. Umeendelea kututunza. Tunajiweka mikononi mwako tena muda huu. Asante kwa ajili ya ratiba nyingine iliyo nzuri. Tunaiweka ratiba hii mikononi mwako kama Bwana ulivyotutuma tuhubiri Injili. Asante kwa ajili ya njia hii ambayo Bwana umeichagua tuweze kufikisha ujumbe kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili ya ndugu zetu wa mji wa Makambako na vitongoji vyake na maeneo yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaweka ratiba hii mikononi mwako. Bwana ukathibitike, ukilithibitisha neno hili ambalo Roho Mtakatifu umelituma Baba kwa ajili ya kuokoa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, asante kwa ajili ya kila kinachoendelea mahali hapa. Tunakiweka wakfu mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Ni mchungaji Loita Mgeni naongea, lakini nikiwa nimeongozana na sambamba na mjist Patrick Lomo kama ambavyo amejitambulisha. Ndugu zangu, tuko hapa tena jioni ya leo kama MC wetu alivyoeleza, tutakuwa na kipindi kizuri cha maswali. Lakini tuweke sawa kabla hatujaingia huko. Tumekuepo Alhamisi, tumekuepo Jumanne, na Alhamisi tulikuwa na mada ambayo ingekuwa vizuri nikukumbushe, ili kusudi hata kama una jambo la kuuliza, una swali la kuuliza,
zaidi sana ukajikita katika eneo ambalo tumeweza kulifundisha. Japokuwa unaweza ukauliza swali jingine, lakini tungetamani sana uliza
sote tulitamani neno la Mungu lisilogoshiwa, ambalo halina mchanganyiko. Watu tunatembea katika kweli. Biblia inasema ili tupate kuukulia wokovu. Katika maisha haya tunatamani kumshinda. Vita vyetu si vya damu na nyama, bali vita vyetu viko katika ulimwengu wa roho. Na katika ulimwengu wa roho, kumbuka, tunashindana na ibilisi, shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake ili tuweze kumshinda hivi vita, tunatakiwa na sisi tuwe rohoni. Na namna pekee ya kuwa rohoni, mahali ambapo Mungu anapatamani, ni kuona tunatembea kwenye kile ambacho yeye amekiagiza, ili aweze kushirikiana na sisi, ili aweze kutupa ushindi. Tunashindwa, Mungu anashindwa kushirikiana na sisi, tukapata ushindi wa watu wa Mungu kuibuka kuwa washindi kwa sababu ya kujichanganya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na huyo Mungu ndiye anayeagiza. Hivyo ni muhimu sana kumtii. Na ndio maana kwenye Ufunuo wa Yohana, unajua Ufunuo wa Yohana sura ile ya 3, tuone tusome mstari nataka tusome Ufunuo wa Yohana 3. Biblia inataka tuwe moto, tuwe tunaangalia mstari tuweze kusoma. Tunarudia mstari, naomba nisome kuanzia mstari wa 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatamani tusiligoshe neno la Mungu. Wakati nasoma kwenye Ufunuo wa Yohana, anasema najua ya kuwa, anasema najua matendo yako, ya kuwa huu baridi wala huu moto. Ni mtu ambaye haeleweki. Anasema najua ya kuwa huu baridi wala huu moto, lakini anashauri katika hali ambayo umekaa, katika hali ambayo hueleweki, umesimama wazi. Akikuangalia kwenye ubaridi huonekani, akikuangalia kwenye moto huonekani. Anashauri, anasema ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Mungu anatamani kuchagua jambo moja, uamue kuwa moto au uamue kuwa baridi. Inaweza uko upande gani? Hii hali ya uvuguvugu, hii hali ya kukaa kama unafanana, una sura ya Kristo lakini sio, haimpendezi. Anasema hivi, basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajisha, wala sina haja ya kitu, nawe ujue ya kuwa wewe unyonge na mwenye mashaka na masikini, kipofu na uchi. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio ushauri wa Mungu. Heri ungekuwa moto. Na mimi nichukue nafasi hii kwa ajili ya kushauri mtu ambaye anaendelea kusikiliza. Ni muhimu sana ukafanya maamuzi. Yesu wakati anakuja anatangaza watu watubu, wamwamini, waokoke. Sasa
ndio maana Mungu anashauri